Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Agosti 2 ya mwaka wa 2026, siku ya Jumapili. Mada leo inasema karama tofauti tofauti. Paulo anatambulisha mada mpya katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 ya kwanza, na kanuni bali kwa habari ya wanazuoni wanajadili iwapo anazungumzia karama za roho au watu wa kiroho, kwa sababu kirai cha Kiyunani ton pneumatikon kinaruhusu tafsiri zote mbili. Vipawa vya roho inapendekezwa kwa kuzingatia Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 4, ambapo Paulo anairejelea kwa uwazi karama za roho. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 ya pili na ya tatu, Paulo anaelezea kwamba karama ya kwanza ya roho ni kukiri kwa ujasiri kwamba Yesu ni Bwana. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya pili na ya tatu. Katika nyakati za Agano Jipya, kusema kwamba Yesu ni Bwana ni kusema kwamba Kaisari si Bwana. Matendo 17 aya 7, pia Yohana 19:12 na 15. Hili lilionekana kama maasi au uhaini dhidi ya mamlaka ya kifalme, na kwa hiyo adhabu yake ilikuwa ya kifo. Yesu na Paulo walisisitiza kwamba kumwamini Mungu licha ya mateso na tishio la kifo ni karama ya roho. Kwa kweli, imani ndiyo karama ya msingi zaidi. Haishangazi, imani ni ya kwanza katika orodha ya Wakorintho wa kwanza sura ya 13 aya 13. Kwamba imani ni karama ya roho ni kwa wazi na kauli ya Paulo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 9. Hata hivyo, kuna karama nyingine nyingi. Ukweli kwamba Roho Mtakatifu anagawa aina mbalimbali za karama kwa kila mtu peke yake kama apendavyo. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 11 unathibitisha kwamba zote ni muhimu. Soma Wakorintho wa kwanza sura ya 12 ya kwanza hadi ya 6. Kifungu hiki kinasisitizia nini? Kurudiwa kwa tofauti kunasisitiza wingi wa karama. Kile ambacho Paulo anachokiita karama za roho katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 ya kwanza kinaelezewa katika aya ya 4 hadi ya 6 kwa mtazamo wa aina tatu tofauti: karama yaani karisma, utumishi au huduma yaani diakonia, na kazi yaani enejema. Ingawa maneno haya yanamaanisha vitu tofauti, ni muhimu kutoyatofautisha kwa sababu ya ulinganifu wa kifungu. Mtu anapaswa pia kutambua kwamba karama za roho zimekusudiwa kukuza umoja kwa kuzingatia msingi wa sifa ya utatu wa Mungu. Tazama pia Waefeso sura ile ya 4 aya 8 hadi 11. Ingawa roho huwapa waumini karama, ni Mungu anayewawezesha kumtumikia Kristo katika jumuiya ya waumini. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 5 na ya 6. Kila muumini amepewa karama ya peke yake. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 11. Lakini zote zinapaswa kunufaisha jumuiya ya waumini kwa ujumla. Tazama tena msisitizo wa Paulo juu ya umoja. Kwa nini jambo hili ni muhimu sana kwa kanisa? Hii ni Agosti 2, siku ya Jumapili. Mungu atubariki sote.